Ngapi na wangapi washatangulia mbele ya haki, lakini naam, wanatamani wafikiwe na mwezi wa Ramadhan. Tutakuja kuelezeana tukijaliwa jinsi gani saumu inavyosimama katika kafara, jinsi gani saumu inavyosimama katika kwa ni punishment kwa mtu aliyeua, jinsi ambaye kaua sio kwa makusudi, jinsi gani saumu inasimama kuwa ni ucha Mungu zaidi, tukijaliwa katika hutuba zinazokuja. Lakini tujue ya kwamba tunakabiliwa na kitu muhimu sana ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake na rehma zake na fadhila zake katutakia heri, na kwa wale watu ambao wenye akili hawawezi kutupa fursa kama hii, sababu Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura za mwisho pengine katika suratu Al-Baqara, wataku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Yogopeni siku ambayo mtasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila nafsi italipwa kwa kile ilichokichuma na hakuna atakayedhulumiwa. Hii ni aya hatari sana. Naam, kwa kila kitu kitahesabiwa, kila kitu kabisa, lazima au ipite rehma ya Mola wako kutokana na uchamungu wako na kujisogeza kwake kuwa karibu na yeye, basi naam, mengineyo atakuhifadhi. Mangapi sisi tunamfanyia Mungu, na mangapi, mengi sana. Ningekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa ya kudhihirisha maasi tunayoyafanya, basi hata mimi ningeingia katika kundi. Safala tuzaku anfusakum huwa alamu biman ittaqa. Tuwe na hofu na tuwe na tamaa. Ndugu zangu, ni safari ni kubwa tuliyokuwa nayo, tujitahidi, na bila jitihada hatutaweza kufanikiwa. Wenzetu washatangulia mbele ya haki, washatangulia, wana maisha mengine na hawajui, wapo katika maisha mengine kabisa, wanasubiri siku ya hukumu. Na sisi tutakaa miaka na miaka. Kuna watu wamekaa, yani takriban sisi tunapata fahamu ambao tumezaliwa hapa wenye umri wa miaka 50, 53, tunaukuta msikiti huu na upo hivi hivi. Shaka unafika labda miaka 100 au 90. Wase wetu wanajua hilo na wao wameukuta. Lakini kuna watu wametangulia mbele ya haki kabla ya msikiti huu haujajengwa. Tizama umri wa msikiti huu. Ni kipimo tosha kabisa cha mtu kujidadili, yani kujadili katika nafsi yake kitu gani. Ni kwamba jitihada kwamba naam, unaweka azma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja kesho kutwa tukijaliwa, basi naam, muombe Mwenyezi Mungu kusamehe makosa yako. Tumia muda huu, tumia muda. Ni mwezi ambao si wa kufanya mchezo kwa wale wenye kujua. Lakini naam, watu wengine naam. Hivyo wewe mwezi mzima ndugu yangu hujaona kucheza karata mpaka ndio mwezi wa Ramadhani. Mwezi mzima hujaona muda wa kucheza kera mpaka mwezi wa Ramadhani. Mwezi mzima hujaona muda we na ukakaa baradhani na wanawake na wanaume mnapakatana kwa ajili ya kucheza nini? Karata. Watu na tunakwenda wapi? Umri ndugu zangu ni kitu muhimu sana kuutumia vizuri katika maisha yetu ili tuweze kufanikiwa. Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia yake, atuhitimishe pale anapoparidhia na atuingize katika rehema zake. Inna Allaha